Mpendwa msikilizaji wa TV Sibuka na Radio Linde FM, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nikualike katika kipindi kichema kizuri na cha baraka za pekee. Mimi naitwa Brown Makpesile, mchungaji pia katika kanisa la Mlimo West Dodoma, barabara ya Arusha, maili mbili kutoka katikati ya mji. Ninayo furaha kubwa mno wanawe siku ya leo ambayo Mungu ametupa kwa makusudi kabisa mema apate kusema nasi. Na sasa ningekuomba tufunike macho tuombe, tusikie neno la Mungu. Baba Mungu mtakatifu, Muumba mbingu na nchi, uishi na kumiliki, mwenye mamlaka mbinguni na duniani. Jina lako litukuzwe, mfalme wa wafalme, Bwana mabwana, Mungu tawalaye dunia yote. Ninakuita ukajidhihirishe saa hii sasa. Ni saa yako ya kusema neno lako kwa wanadamu wale uliowaumba kwa mfano wako. Na kushukuru mno kwa siku njema hii, siku ya wokovu, siku ya baraka, siku ya uponyaji, siku ya ushindi katika Kristo Yesu. Naomba uonekane, ujifunue kama Mungu Mwenyezi uliyemuumba kila mwanadamu kwa sura na kwa mfano wako. Na kuita jifunue, libariki neno lako, litie muhuri katika nafsi na katika masikio ya yule msikilizaji na mtazamaji, aone shauku ya kukutafuta maadamu unapatikana. Maana kuna wakati ambapo mtu atakutafuta sikuone. Ninaomba jidhihirishe, ninaomba sema nasi, vunja, haribu kila nguvu ya shetani, kila mamlaka za giza, kila ufalme wa kuzimu. Unyamaze kimya kwa mamlaka na utisha chini ya mamlaka yako Kristo, kwa uwezo na mamlaka ulionipa. Utukuzwe na ulibariki neno lako mno, nipate nafasi ya kuokoa, kuponya, kuinua, kubariki, kujenga na kudhihirisha ukuu wako peke yako. Katika jina takatifu la Yesu Kristo nimeomba, amen. Na mshukuru Mungu sana kwa nafasi hii ya pekee. Kama nilivyosema hapo mwanzo, ni nafasi ya pekee ya kusikia neno la Mungu ambalo ni muhimu na ambalo ni adimu sana siku zetu za mwisho. Neno la Mungu tunalolisikiliza au tunalolihubiri ndio linashikilia vitu vyote. Dunia hii iko chini ya mamlaka ya neno la Mungu, na vitu vyote ambavyo tunafanya viko chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Sisi wanadamu wenyewe tuko chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Tunaenda, tunaishi, tunapumua, tunalala, tunaamka kwa sababu ya mamlaka ya neno la Mungu. Neno la Mungu linaishi, lina uwezo, linaponya, linaokoa, linabadilisha maisha ya watu. Linafanya maajabu kwa sababu Mungu yu katika neno lake. Huwezi kumtenganisha Mungu neno lake. Popote unapohubiriwa, Mungu anahubiriwa, na tena yu tayari kujidhihirisha. Ukisoma maandiko matakatifu utagundua kwamba kila ilipohubiriwa neno la Mungu, Mungu alijidhihirisha, kulithibitisha kwa ishara na maajabu. Na hata sasa ukizingatia moyoni mwako, Mungu atakutendea muujiza ule unaohitaji katika maisha yako. Pengine una haja yoyote, una shauku ya kitu chochote, neno la Mungu ni jibu ambalo halijawahi kushindwa hata siku moja kwa yeyote anayeamini. Maandiko yanasema ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Utauona utukufu wa Mungu. Mungu hujidhihirisha kwa jinsi ya ajabu. Mimi ni shahidi wa Mungu anavyotenda maajabu kwa watu wale wanyenyekevu walio tayari kumsikia Mungu wao aliyeumba. Mungu hutenda maajabu ya kutisha.
ubadilisha mazingira ambayo yalikuwa yameshindikana. Huyu ni Mungu wa pekee. Na leo tutakuwa na neno la Mungu linazungumza juu ya wokovu wa mji wa Ninawi. Mji ambao ulikuwa umegeuka, umeenda mbali na Mungu. Wenyeji wa Ninawi walisahau kabisa, wakajua kabisa kwamba wamejiumba, na kwa namna hiyo wana mamlaka zote. Hakuna mwenyeji wa Ninawi aliyejali Mungu tena. Kila mmoja alijifanyia anavyotaka. Kila mmoja alijiona yupo tu, ataishi milele. Hakufikiri kwamba kuna mwisho wa maisha. Na ndio hasara na hatari ya mwanadamu, ambapo anashindwa kutambua kwamba ana mwanzo tena ana mwisho. Na mwisho wake ndio mbaya sana kama atakosea mwanzo wake. Na leo nataka kuzungumza, hata kama ulianza vibaya, basi umalize vizuri. Katika mji wa Ninawi ulikuwa ni mji wa watu idadi kama 120 tu. Lakini ulikuwa umesheheni kila kitu kinachohitajika kwa mwanadamu. Ulijitosheleza. Na ndio maana ilikuwa ni rahisi watu kabisa kutokumjali Mungu. Walienda mbali na Mungu, hawakujali habari za Mungu, hawakujali Mungu anazungumza nini. Walijiona wanajitosheleza. Hakuna aliyefikiri kwamba yuko Mungu, pamoja na kwamba walikuwa wanamwabudu Mungu, lakini walimwabudu kama nadharia tu, kama kiburudisho. Kama siku za leo watu wanamwabudu Mungu, lakini hawajui Mungu anafanya nini, wala hawezi kujua Mungu anaweza kufanya nini. Nataka tusome na Mungu hili katika kitabu cha Yona, ambacho nimekuambia wokovu, labda kichwa cha habari kinaitwa wokovu wa mji wa Ninawi, au wokovu wa wenyeji wa mji wa Ninawi. Sura ya 3 ya kitabu cha Biblia. Nitasoma mstari 10. Maandiko yanasema, neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukahubiri habari nitakayokuamuru. Basi Yona akaondoka akaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Basi Ninawi ulikuwa mji mkubwa mno, mji mwendo wake wa siku moja. Akapaza sauti yake akasema, baada ya siku 40 Ninawi utangamizwa. Basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu. Waliposikia maneno hayo, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Habari ikamfikiria mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Naye akapiga mbiu, akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake kusema, mwanadamu asionje kitu, wala mnyama, wala makundi ya ng'ombe, wala makundi ya kondoo, wasile wala wasinywe maji, bali na wafunikwe nguo za magunia, mwanadamu, mnyama pia, nao wakamlilie Mungu kwa nguvu. Naam, na wageuke, kila mtu aache njia yake mbaya na udhalimu ulio mkononi mwake. Ni nani ajuaye kwamba Mungu hatageuka na kugairi na kuiacha hasira yake kali, ili msiangamizwe? Mungu akaona matendo yao
ya kuwa wameiacha njia yao mbaya, basi Mungu akagairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda asilitende. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ndio maneno ya kipekee na historia ya kipekee katika Biblia ya watu ambao baada ya kujitambua, baada ya kusikiliza mahubiri ya mhubiri, walitambua kwamba wamtenda Mungu dhambi, wakaamua kufunga na kuomba toba kwa Mungu. Walijua kabisa kwamba bila toba hakuna usalama. Mungu atawafutilia mbali wote. Ana uwezo wa kuumba wengine, anaitwa Mungu. Na hiki ndicho ambacho kila mwanadamu angetambua, angekuwa heri na ingekuwa baraka. Maandiko yanasema kwamba baada ya raia wa mji ule wa Ninawi kuamua kufanya tendo hili kubwa, mfalme naye akasikia. Aliposikia naye alitoka kwenye kiti chake cha enzi, akashuka chini, akavaa nguo za magunia, akaketi chini na akatangaza mbiu kwa mkazo kwamba hata mifugo yote wafunge, waombe toba, wamlilie Mungu kwa nguvu. Kwamba Mungu, tumekutenda dhambi. Tulijidhania kwamba sisi ni miungu na sisi hatuna haja, tuna sauti ya mwisho. Hatukujua kwamba uko uliyetuumba, uko uliyetupa pumzi, uko unayetawala dunia, uko unayetawala wanadamu. Tulijidanganya, wakatubu toba ya machozi. Kitu ambacho mimi najishangaza, mpaka kuku, mifugo yote wakaifungisha. Hakuna aliyekwenda kuchunga. Hakuna aliyelishwa kama labda kuku mahindi au upumba au nini, hakuna. Kwa muda wa siku 3 kavu. Wametambua Mungu hana mchezo juu ya dhambi. Wamejifunza kwamba Mungu hana utani, akisema habadiliki. Wakaamua kutubu. Mfalme naye akaamua kutubu kwa wote kwa pamoja. Mungu akaona toba hii ajabu sana, akagairi hukumu yake kali. Akasema kwa toba hii, akapima mioyo yao jinsi walivyotubu na jinsi ambavyo kila mmoja ameamua kuachana na maovu yake yote na kumgeukia Mungu kabisa kikamilifu. Sio kwa kujaribu au kwa utani au kwa kuridhisha, lakini kila mmoja anajiombolezea mwenyewe. Mungu akachunguza, akaona maisha ya wote, akaona mioyo yao ya ndani. Maana Mungu tazama ndani ya moyo, haangalii nje. Wanadamu mara nyingi wanaweza kumtazama mtu nje wakasema mcha Mungu. Mungu atazami nje. Mungu anatazama moyo wa mtu. Ndani ya moyo kuna nini? Je, anatambua kwamba yuko muumba wake? Je, anatambua kwamba haya ni mabaya na anayachukia na anayaacha? Je, anatetemeka Mungu anaposema? Au anaona kitu cha mchezo tu? Hujaona kwamba wakati wa leo tukihubiri maneno kama haya, watu wengine wanaona kama ya mchezo tu. Wanaweza kuyazungumza vyovyote vile, wasijue tunazungumza maneno kutoka kwa Mungu. Mhubiri yoyote wa kweli hahubiri chochote cha kwake. Lazima aende mbele za Mungu, apewe ujumbe na Mungu kama Yona alivyopewa. Sasa inategemea wewe msikilizaji, jinsi moyo wako umeuwekaje. Unatambua kwamba haya maneno ni ya Mungu, au unaona ya kawaida ya mazoea ambayo unakutana nayo mahali pa ibada unapokwenda kusali? Unayatambuaje?
Hawa sivyo walivyotambua. Walijua kabisa wanaenda mahali pa ibada wanaabudu. Hata mfalme alijua, lakini ule ujumbe waliosikia kwa Yona ulikuwa kipekee kwao. Waliona hii sio sauti ya kawaida, ni Mungu anasema nasi moja kwa moja. Wakachukua hatua kali sawasawa na hukumu ambayo ingekuja, na Mungu akawasamehe. Ndio maana tunapohubiri kwa mtu yoyote anayekubali na kutii, Mungu humsamehe anapotubu. Ni toba tu inayomgeuza Mungu msimamo wake. Hata kama alikuwa alete hukumu ya kutisha, lakini akiona toba ya kweli ya mtu anayenyenyekea, mtu anayejitoa kwa Mungu kweli, anatambua uovu wake, anatambua jinsi alivyokosea, alafu anatubu kweli kweli kwa kusudi ya kwamba hatarudia maovu hayo, Mungu husamehe. Mungu anafuta yote, tena hayakumbuki, na anamletea baraka ya wokovu mtu huyo. Na ndicho kilichotokea kule Ninawi. Kwa tunapohubiri Injili, tunahubiri Injili kwa sababu hukumu ya Mungu inakuja. Watu wengi wanapenda kwamba wasikie maneno ya kuzungumza mengine yale na yale, lakini wanapozungumza juu ya dhambi na hukumu ya Mungu hawataki kusikia. Hawataki kusikia kwa masikini mwao. Lakini kumbe Mungu, hicho ndicho kilio cha Mungu. Dhambi ndio imesababisha laana, mikosi, magonjwa, majanga, maisha magumu, ukame wa mvua, dhiki juu ya dunia, machafuko mbalimbali, ni sababu ya dhambi. Na Mungu anapohubiri dhambi, kwa sababu anataka watu waishi salama salimini katika maisha yao. Ni mpango wa Mungu akuumbe, akuweke uishi salama salimini. Yale unayokabiliana nayo yasiwepo. Uwe na uwezo wa kuyazuia, au Mungu ayazuie katika maisha yako. Kwa ndugu yangu, mchana leo nataka kuzungumza nawe. Mungu ana mpango na maisha yako. Anajua mwenendo wako wote. Anajua mambo yote ya siri katika moyo wako. Anajua mipango yoyote uliyoipanga. Anafahamu kabisa umekusudia kufanya nini. Hakuna neno la siri ambalo Mungu halijui. Na ndio maana huwezi kuepuka. Wala Mungu hahitaji shahidi wa lolote ulilotenda. Kwamba labda alikuona mahali, nani alikuona unaiba, unavunja nyumba ya mtu, alete shahidi. Mungu hujitosheleza, anajua kila kitu. Kwa sababu unatembea usoni pa Mungu. Unaposema umejificha, Mungu yuko pale pale. Unapowaza, Mungu anaona kila kitu unachowaza. Unapofanya maamuzi ya kwenda kufanya chochote, Mungu anajua unaenda kufanya kitu gani. Hasa unaweza kujiuliza, mbona sasa sipati madhara yote? Mungu si mtu. Mungu ana kipimo chake. Wakati atakaposema yatosha, na ikifika akisema yatosha, hakuna njia tena ya kubadilika wewe, au kuponya, au kurehemiwa, au kusamehewa. Ndio maana Mungu anatoa muda mrefu akizungumza na mtu. Anajua kabisa kwamba leo anaweza asisikie vizuri. Ni kiasi gani amesikia leo? Ana hali gani ya kusikiliza? Ana hali gani ya kupokea? Ana mazingira gani leo? Je, neno hili amelielewa vipi? Uwezo wake wa kuelewa. Kitu gani kimejaa moyoni mwake kina kinga yaliyo mema kutoka kwa Mungu? Kwa Mungu anaendelea kushughulika. Kila siku Mungu anasema na mtu.
hata mbingu zinashuhudia, hata vitu vinashuhudia. Mtu mmoja alisema, je, utaniambiaje wala ambao hawajawahi kusikia mahubiri nao Mungu atahubiri? Nikamwambia hakuna ambaye hajasikia. Hakuna hata mmoja ambaye hajasikia. Maandiko matakatifu yanasema Mungu amejihubiri kwa maumbile ya ulimwengu. Milima inatangaza yuko aliyeumba, bahari, jua, nyota, sayari, mwezi, vyote vinaonyesha yuko Mungu anayetakiwa kuabudiwa, kushukuriwa, kusema asante Mungu. Kama mchana huu ingekuwa jua hili nalipiwa, mimi nisingeweza kulipa. Asante Mungu, hewa hii ingekuwa inalipiwa, mimi nisingeweza kulipa kufuata na hali yangu. Asante Mungu, umenipa uhai huu ambao kama ungetoa kwa watu wenye hela, mimi nisingekuwepo. Vitu vinashuhudia. Unalala, unaamka, vinashuhudia. Kazi za Mungu zinashuhudia, kukuonyesha kwamba yuko Mungu anayepaswa umwabudu, umtafute, anaishi. Na ndio maana anaweza kujua kabisa pia kwamba wewe umemkataa. Na ni nini kinachofuata baada ya kumkataa? Na ndio maana huwezi kukwepa chochote kwa Mungu, kwa sababu uko mikononi mwa Mungu. Dunia hii ni kama fensi. Wewe ukitazama mbali unaona haina mwisho. Ukitazama kulia unaona kama hakuna mwisho. Lakini Mungu anasema ataikunja kama karatasi, ataileta pamoja. Na hayo yanakuja upesi. Na hii ndio injili unayopasa kusikia, ya kwamba Mungu anakutaka utubu dhambi zako, ugeuke, maana hukumu inakuja mbele zako. Maandiko yanasema wote wanadamu wametenda dhambi, hakuna mwenye haki hata mmoja, lakini wanahesabiwa haki bure kwa njia ya imani katika Yesu Kristo Bwana wetu. Wanaposikia injili na kutubu, wanahesabiwa haki. Lakini kabla ya hapo hakuna mwenye haki hata mmoja. Wote wameoza, wote wananuka. Na ndio maana hatungesali ili mradi una dhambi tu, unapoteza muda bure. Mungu asikii sala za wenye dhambi. Anasikia sala za waliotubu na kuachana dhambi. Na ndio maana unaweza kushangaa watu wa Ninawi. Ungewaambia nini kama ni vitu walikuwa navyo vyote? Unafikirije kama huyu mfalme wa Ninawi? Unafikiri alipungukiwa nini mfalme wa Ninawi? Na wafalme siku zile walikuwa matajiri. Walikuwa na amri ya vitu vyote, wala wasingeulizwa kitu na mtu. Lakini aliposikia kuhusu Mungu, hakufanya mchezo, hakupoteza dakika. Alimtafuta Mungu kwa machozi. Kuvaa gunia katika tabia za Mashariki ya Kati ni alama ya unyenyekevu, ya kushuka chini mbele ya yule unamwona mkuu, kwamba mimi sifai, ni sawa sawa na mdudu tu. Ndio maana vaa ile gunia. Sina sifa yoyote, sina chochote cha kujilinganisha nawe, wala cha kujivunia mbele zako. Mimi ni kiumbe tu, ni udongo tu, ni rehemu Mungu. Alama ya unyenyekevu. Unaona? Na ndio maana Mungu alipoangalia hivyo mavazi hayo, hakutazama mavazi. Mavazi yalikuwa yanawakilisha ndani ya roho ya mtu. Mtu alipojiona rohoni, aliona amefanya upumbavu, amemtenda Mungu dhambi. Mungu mtakatifu mno, Mungu mwenye haki, Mungu aliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote, Mungu anayepaswa kusifiwa na kuheshimiwa. Nimetenda jambo hili mbele za uso wake, jambo la aibu, nimemwaibisha. Ni sawa na mzazi, labda mtoto akafanya kituko mbele yako cha uovu,
ungemtazamaje ule mtoto? Sasa dhambi mbele za Mungu ni jambo la kutisha. Ndio maana maandiko yanazungumza kwamba mshahara wa dhambi, hakuna malipo mengine, ni kifo tu. Ni kifo tu. Wanadamu wakatae, wanaopenda dhambi watetee au wasitetee, lakini mshahara wa dhambi ni mauti. Na karama ya Mungu ni uzima wa milele ndani yake Kristo Yesu na Bwana wetu. Tafuta wokovu maadamu unapatikana. Mtafute Mungu. Usifanye mzaha na labda binti wako au jana wako au heshima yako au fahari yako au sijui utajiri wako au elimu yako. Unajisumbua, vyote hivyo ni takataka mbele za Mungu bila wokovu. Ni takataka. Ndio maana ibilisi anaweza kuvichezea tu, akavivuruga tu, havimpi shida, kwa sababu havina kinga yoyote dhidi ya shetani. Ni Yesu peke yake aliyeshinda mauti na kuzimu, aliyemshinda shetani kabisa, akatangaza hadharani kwamba imekwisha. Vitisho vya shetani vimekwisha. Maogopesho ya ibilisi yameisha. Vile walikuwa wanaogopa wanadamu ni mwisho yeyote atakayeniamini. Ndio maana sasa unasema njia imepatikana. Injili ni tangazo, nimesema mara kadhaa, kuambia watu kwamba sasa njia salama imepatikana. Njia hiyo ni Yesu Kristo mwana Mungu. Na yeye anasema mimi ndiye njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia mimi. Kwa nini anasema kwa njia ni? Yeye ndiye aliyekufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Hakuna aliyekufa mwingine kwa dhambi za ulimwengu. Yeye ndiye alimwaga damu kwa ajili ya ulimwengu. Ndiye aliyeteswa kwa ajili ya ulimwengu. Ndiye aliyesulubiwa kwa ajili ya ulimwengu. Ndiye aliyekufa akafufuka kwa ajili ya ulimwengu. Yeye ndiye amepewa amri na Mungu Baba ya kuwa mhukumu wa walio hai na waliokufa. Yesu Kristo, huyo ndiye wa kumwamini. Muamini leo, ujipatie nafasi ya pekee ya kukupa fahari badala ya aibu, kukutoa mikononi mwa ibilisi na kukuleta mikononi mwa Mungu, nyumbani mwa Mungu. Uwe mali ya Mungu, ufanyike mtoto wa Mungu. Yohana anaandika, Yohana 1 mstari ule wa 12, anasema bali wote waliompokea, yani waliompokea Yesu, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Aliwapa uwezo. Yeye ndiye anatoa uwezo. Uwezo wa kufanyika. Uwezo wa kubadilishwa. Uwezo wa kugeuzwa kuwa mtoto wa Mungu. Ulikuwa mtoto wa shetani, anakugeuza unakuwa mtoto wa Mungu. Unapokea asili ya Mungu. Unakuwa na haki za kimungu nyumbani mwa Mungu. Unakuwa na amri ya kimungu katika ulimwengu tunaishi. Unakuwa na uwezo juu ya shetani na mapepo yake na majini yake na uchawi wake na ushirikina. Unakuwa na mamlaka. Hakuna pepo atakayesimama mbele yako. Hakuna jini, hakuna mchawi. Hata kama angekuwa mchawi aliyepindukia, ataanguka mbele yako pu, kwa mamlaka katika jina la Yesu. Maandiko yanatuambia hivi, tumepewa amri. Tunapewa amri tunapokoka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule shetani. Ngoja nikusomee Luka sura ile ya 10, sura ya 10 ya Luka, na ule mstari wa 19. Luka 10 mstari 19.
naanzia mstari wa 17. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha, wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Hata pepo wanatutii kwa jina lako. Wakati huu Yesu, baada ya kukaa nao miaka 3 karibu anataka kuondoka, aliwapa kama practical work. Wakafanya mazoezi ya kazi walijifunza kwa Bwana wao Yesu. Akatuma wawili, jumla 70, wakasambaa mitaani kuwaendea wenye tabu, wenye shida, wagonjwa, wasiokoka. Sasa hapa wanarudi, wanatoa taarifa kwa Bwana Yesu. Ndio hapa naandika, nasema, ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha, wakasema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akamwambia, nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Yesu na anawajibu asema, msifikiri mlikuwa peke yenu pale. Nilikuwa namuona shetani mnavompromosha kutoka angani kama umeme. Anapromoshwa, anajipamiza chini. Ile speed ya umeme. We msomi, si unajua speed ya umeme inaenda kiasi gani? Sasa walimuona Yesu, anamuona shetani anapromoshwa na wanafunzi wake wakienda kwenye kazi ya mazoezi. Anaendelea mstari ule wa 18, 19, tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Baada hapo Yesu anasema, tazama, nataka niwaambie, nimewapa amri. Amri sio ombi, a command. Amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Ana maana gani nge? Nge unafahamu maumivu ya nge akikung'ata. Ndivyo vile majaribu yanauma mfano huo. Yanaweza kuwa yamesababishwa na pepo, magonjwa gani, lakini yanauma kwa mfano wa kuumwa na nge au nyoka. Sasa anasema, nimekuwapa amri ya kuwakanyaga nyoka na nge, kukanyaga mateso ya jinsi hiyo, mapepo yanayosababisha magonjwa ya namna hiyo, majaribu ya namna hiyo, kwa jina la Yesu. Anasema, wala hakuna la kukudhuru. Hii ndio faida ya wokovu. Tunapozungumza juu ya wokovu, una faida. Unapoishi katika wokovu, umempata Yesu Kristo vizuri, unajifunza, unamuishia, utashuhudia mamlaka hizo ndani ya maisha yako ikianza kufanya kazi kwa jinsi ya ajabu. Hata wakati mwingine tutakuwa na tabasamu, mnacheka, matokeo yatakayokuwa kitokea kwamba huyu ndiye Yesu, amefufuka, yu hai, alishinda mauti na kuzimu. Unasema, huu ndio wokovu. Nimepata jibu la kumshughulikia shetani anayesumbua watu. Kila wakati watu wanasema, shetani anisumbua, shetani. Umepata nafasi ya kumfukuza, kumpinga, alafu akimbie, kumnyima nafasi katika maisha yako, alafu aikose kabisa. Yesu alitupa mamlaka hayo. Tunapokoka, yapo inangoja. Nani anaokoka pewa mamlaka, aingie katika nyumba ya Mungu, atumie mamlaka hayo. Sasa anasema, wote wanaompokea Yesu, wote wanaomkubali Yesu, wote wanaotubu dhambi zao na kumpokea Yesu moyoni mwao, Mungu anawapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio maana alimwambia siku ile Nikodemu alikuwa mkuu wa dini, lakini hajaokoka. Lakini nishangaa sana taarifa za Yesu. Akasikia kwamba ametokea mtu mmoja anaitwa Yesu, ni mtu wa ajabu sana. Ndio,
anafufua wafu, anaweza kutembea juu ya bahari hata azami, ndio. Anafukuza pepo, mapepo hata angekuwa milioni ngapi anatimuka, ndio. Hata viwete kama wanatembea, hata wasiozaa wanazaa Bwana, ndio. Hata wasiona wanafunguliwa, wanaanza kuona, hata wasiosema wanaanza kusema. Huyu Nikodemo akashangaa, mimi ni kiongozi wa dini, sijawahi kuona hayo. Nimehudumia watu wengi lakini sijawahi kuona hayo. Lazima huyu atakuwa mtu wa kipekee, tena atakuwa ametoka mbinguni, lazima nimtafute. Nikodemo akaamua kutafuta usiku. Aliogopa wenzake wakuu wa dini wenzake wasio kumuone kwamba anaenda kwa Yesu. Akaondoka, lakini namtafuta Mungu. Hii siri kwa nini kose? Vipi nauzwa? Hapana, hakuna hata senti, hamna. Ni bure, ni moyo wako tu. Nikodemo akafika pale alipofikia Yesu. Wakashangaa, Nikodemo anaingia ndani. Jitu refu, afya yake. Jitu somi, tajiri. Pesa linazo. Linasemekana ilikuwa tajiri la 3 katika jiji la Yerusalemu. Anafu somi la Torati. Huwezi kulibabaisha. Lakini namtafuta Yesu. Nisema haya tunayosikia sio ya kawaida. Lazima na mimi niyapate. Kama ni ya bure, haina upendeleo, lazima niyapate. Kafika mle. Alipofika akamkuta Yesu ameketi. Akainama akamsujudia Kiyahudi, akamsalimia, "Salam Rabi." Sema salam. Baada kuingia akamuuliza, anasema, "Tunajua kwamba wewe umetoka kwa Mungu, kwa sababu tunasikia habari za ishara unazozifanya hatujai kuziona. Na mtu anayefanya ishara kama hizo lazima atakuwa ametoka kwa Mungu." Akashangaa Yesu anambia, "Nikodemo, huna budi kuzaliwa mara ya pili." Akashtuka. Kuzaliwa nini? Mara ya pili. Lazima uzaliwe mara ya pili. Sasa inakuwaje mambo kama haya? Niingie tena tumboni mwa mama yangu halafu nizaliwe? Yesu akasema, "Wewe ni mwalimu wa Torati, hujui mambo haya ya kuzaliwa mara pili? Mbona imeandikwa katika Torati?" Akasema, "Ndio imeandikwa, lakini hatuelewi hata maana yake. Ni fumbo kwetu." Ikabidi Yesu afanye kazi ya kumfundisha. Akamuuliza, "Je, umewahi kuona upepo unakotoka unakokwenda?" Akasema, "Hapana, naona tu miti inatikisika, lakini unakotoka sijui. Naweza kufikiri unatoka mashariki au kaskazini, lakini kwamba unaenda wapi mpaka wapi sijui zaidi." Anasema, "Kadhalika mtu aliyezaliwa mara pili. Utaona anazaliwa kama katoto. Ukaona anasema kama zaliwa. Kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kinachozaliwa kwa mwili ni mwili. Hamna budi kuzaliwa mara pili." Nikodemo akamkazia, kwa sababu anajua hawa ni wabishi na dini zao, wanachelewa kumwamini Yesu. Yesu anataka ukuzaliwe. Ndio maana Yesu amekuja. Dini zipo, lakini amekuja kwa nini? Wamekosea, wamepungukiwa, wamezingatia yasio. Yesu leta majibu kwa shida zao, maana Mungu ni jibu kwa shida za watu. Kwa lazima alete jibu na wao wapeleke majibu. Inakuwa kama starehe tu, propaganda. Pale Nikodemo akasema, "Niko tayari kuzaliwa." Akazaliwa Nikodemo, akawa mwanafunzi wa Yesu wa siri. Lakini nampenda Yesu kuliko. Anamtembelea nyakati mbalimbali. Ndugu yangu, wakati ni huu. Maelfu wameokoka wa aina mbalimbali. Wengine waliondoka hata bila kufa, wakaondoka kama kina Enoko, kuonyesha kwamba duniani sio kwetu. Hapa ni mahali pa kupita. Dunia hii imechakaa.
imeoza, haina kitu chema chochote, ni vilio tu, haina pumziko, haitoi kinachotakiwa. Ilipigwa kwa laana ya dhambi pale Eden. Inatakiwa dunia mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Na hii nafasi imekaribia mno. Ukichelewa katika wokovu, basi maisha yako ni jehanamu tu milele na milele. Leo muamini Yesu Kristo na hubiri upate kutoka. Kumbuka ndugu zetu wa Ninawi, Mungu alishusha rehema. Bwana kujilie upya, akukomboa kutoke hata kama vifungo vizito. Mwingine alikuwa na tena madhambi ya kutisha. Ameua watu, wanaitwa mumia ni siyo nini, akiwa mzima na nguvu zake. Sasa kwa nasibu mimi natembea nashuhudia na hubiri watu mitani. Mwisho watu wakanionyesha kwamba yuko mtu hapo anaumwa, ana miezi sasa. Kukaribia tu nyumba inanuka kama nyama zimeoza. Nikajikaza kuingia. Kumbe mtu ameoza kabisa mgongo, lakini yuko hai, anateseka. Ukiingia najieleza kabisa, mimi nifanya kazi ya mumiani. Nikasema mumiani nini? Sijui natoa damu watu sijui nini. Nikaogopa, nikasema si akani kwa sababu tu ameumia hapa labda, lakini angenitoa na mimi hapa. Sasa ndugu vipi? Niombe. Kaambia maombi bwana hayauzwi wala hayang'ang'aniwi. Tunamuomba Mungu, yeye ndiye anaamua. Fanya maamuzi ya toba, Mungu akurehemu. Sasa niko tayari. Kamuongoza Sara toba. Akatubu pale, nikamwombea rehema kwa shida. Maana harufu chumba kimejaa harufu mbaya. Kwa tunakutana mambo ya kutisha. Nikamwacha nikaondoka zangu. Ufahamu kabisa maisha unayoishi yana mwisho. Fahari ulionayo ina mwisho. Pesa ulizonazo zina mwisho. Elimu ulionayo ina mwisho. Utajiri ulionao una mwisho. Sijui uzuri ulionao, ubaya una mwisho. Kisicho na mwisho ni wokovu ndani ya Yesu Kristo. Tumaini la hakika. Utaishi maisha ya milele na furaha tele mbele za Mungu aliyekuumba. Ukifurahia uumbaji na furaha na mapumziko baada ya taabu za dunia. Mungu anakuwazia mema, ndio maana ametutuma tukuhubiri. Msikilizaji, fanya maamuzi. Mtubie dhambi Mungu wako. Yesu ana haja nawe. Yesu anakujua. Yesu anakufahamu. Yesu anajua ulivyopungukiwa. Yesu anafahamu taabu ulizonazo. Na hakuna weza kusaidia, ni yeye peke yako. Neno lake lina nguvu, linaokoa, linaponya, linatakasa, linasafisha. Ukilikubali neno hili, litaingia kwako chap. Litavunja nguvu ya dhambi, nguvu ya kishetani. Ibilisi amekalia moyo wako. Ukiruhusu kwamba Bwana Yesu njoo, utashangaa Yesu akija kama risasi au meme, na shetani hilo likifyatuka ukimbia. Utajisikia mwepesi. Mzigo kama ulikuwa na mzigo vile. Nimeona mara nyingi watu wangeuliza vipi baada ya kuombea. Sasa nasikia mwepesi. Kwani mwanzo ulikuwaje? Nilikuwa mzito. Kwani ulibeba nini? Sijui. Unafikiri ilikuwa ni nini? Hata sielewi. Wambeli shetani mzigo mzito. Ni mateso. Lakini Yesu ni mwepesi.
ni laini mzigo wake, ni pumziko la wenye taabu. Unamkataa bure Yesu. Yesu sasa hivi ni wa huruma. Siku zinazokuja hata tazama uso, hutamtazama uso. Utakapokutana hasira, uso wenye hasira kali kwa ubishi wako, kwa kiburi chako, kwa kukataa kwako, ndipo utakaposema ole wangu, niende kwa nani sasa nisaidie? Maandiko yanasema wengine siku zile watasema milima tuangukie, tunaogopa hasira ya uso wake. Milima nayo itakataa. Mawe poromoka haitaporomoka mpaka ukutane na Mungu wako uso kwa uso. Alafu sijui kama utastahimili. Maandiko yanasema magoti yatalegea. Hakuna bounza wala hakuna nani. Hakuna atakayejiona kama ni nani siku ile. Kila mmoja atajiona hafai. Ndio maana leo ni nafasi yako. Nafasi ya wokovu. Nafasi ya kupona. Nafasi ya kubadilishwa, kugeuzwa, kupewa maisha mapya. Maisha ni ushindi. Maisha ya baraka. Mwite Yesu leo. Mwite Yesu leo. Anasema kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Mwite. Matendo 2:21. Anasema kila atakayelitia jina la Bwana siku zetu ataponywa au ataokolewa, atafunguliwa, atawekwa huru. Minyororo yote itakatika, itamwanguka. Umefungwa vya kutosha, umeonewa na mapepo vya kutosha, umefungwa, umenyanyaswa vya kutosha. Leo lete mizigo yako kwa Yesu. Lete Yesu mizigo yako. Nasema leta mizigo yako kwa Yesu. Fanya maamuzi. Usipuuze ujumbe huu. Ni wa kwako. Ni wa kwako na familia yako. Watakujutia watoto. Kwani ulikataa wokovu baba au mama? Wakati unapoenda jehanamu, utasema alitufundisha hivi, asema hapana. Hukuwahi kusikia wokovu. Niliwahi kusikia, sasa nilidanganyika. Hicho ndio kilio. Hiyo ndio maombolezo. Hiyo ndio tabu. Leo isikie sauti ya Mungu. Mgeukie Yesu Kristo. Mpate Yesu Kristo. Mwelekee Yesu Kristo. Mtafute Yesu Kristo. Maana hukumu inakuja. Utaikwepa. Utaponyoka. Hukumu ya kutisha. Ni hukumu ya kuangamizwa kwa mtu. Ngoja nikusomee kitabu cha Yohana 3. Andiko la mwisho. Mstari wa 5 anasema Yesu, Yohana 3:5. Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Hawezi. Asipozaliwa kwa Roho na kwa maji hawezi kuingia katika ufalme. Unapookolewa unazaliwa kwa maji. Na tunapokubatiza kwa nje unaokolewa kwa maji. Ishara ya nje
ikiwakilisha ishara ya ndani, kwamba ndani umebadilika. Na hicho ndicho Yesu anataka afanye katika moyo wako. Na Bwana sasa nataka nikuombee. Nisome Yakobo sura ya 5. Yakobo sura ya 5 mstari wa 13. Mtu wa kwenu amepatikana mabaya, naombe na moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa, nao muombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana, mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Hata akiwa amefanya dhambi atasamehewa. Sasa nataka nikuombee. Hata kama umefanya dhambi kiasi gani, umeua au umeiba au umevunja nyumba ya mtu, lakini kama uko tayari, nataka nikuombee sasa. Funika macho yako. Baba Mungu mtakatifu, Muumba mbingu na nchi, pokea sifa, utukufu na shukrani na heshima juu ya ndugu huyu, msikilizaji wangu wa TB Subuka na Radio Lindi FM. Neema yako imfikilie, mkono wako mshukie, nguvu ya ukombozi imfunike, giza la shetani tukome mbali. Roho mwema amfunike kwa jina la Yesu. Nasimama kinyume na mamlaka zote za giza, pepo wachafu, nguvu ya dhambi na uasi, na kila aina ya pepo kiburi na kutokutii, na ng'oa na haribu katika moyo wake kwa jina la Yesu. Nifuatishe maneno haya. Sema: Bwana Yesu, naja kwako. Mimi mwenye dhambi, nisamehe. Niokoe sasa. Nimeamua kwa moyo wangu wote kutubu dhambi zote na kuziacha, na kukupokea Yesu. Unibadilishe, unifanye kwa mtoto wa Mungu. Nitakufuata na kukutumikia siku zote za maisha yangu. Nipe uwezo wa kushinda dhambi na nguvu za shetani. Kwa jina la Yesu. Shetani, nimekukataa, si mali yako tena, katika jina la Yesu. Wewe unayeumwa, weka mkono pale panapokuuma, nikuombee. Baba Mungu, nyosha mkono wako juu ya ndugu huyu, mama yule, kijana yule. Eneo lile aliweka mkono sasa, umguse, umuondole mbali tabu alionayo, vifungo vya giza, mamlaka za shetani, nguvu za uchawi, shirikina, mateso, magonjwa na yote, na yaamuru sasa kwa amri ulionipa, yamwachie kwa jina Yesu hai. Shetani, toka ndani ya mtu huyu. Achia afya yake, achia miguu yake, achia kichwa chake, achia mgongo, achia kiuno, achia miguu, achia tumbo lake. Pepo aina zote za mateso ninakung'oa na kutupa mbali yake. Bwana, shuka, mfungue, mtie nuru na nguvu yako mwatamie. Neema yako imfunike kwa jina la Yesu. Amen.
GT. Sibuka TV.